Mada inayofuata au maudhui ya sasa ni wajibu na majukumu ya mwalimu wa darasa. Kama tulivyoona jana, maana ya majukumu pamoja na maana ya wajibu, kwamba majukumu ni shughuli au kazi yoyote ambayo anapaswa kuifanya mtu kutokana na nafasi yake. Na vile vile tukaangalia maana ya wajibu, tukasema kwamba wajibu maana yake ni jambo analopaswa kulifanya mtu, aidha kwa sababu jambo hilo ni sheria au kwa sababu jambo hilo ni kwa sheria au maadili au nafasi yake. Sasa leo mada yetu au maudhui yetu inahusiana na majukumu ya mwalimu wa darasa. Utaratibu wetu tutaenda nao ule ule ili kuweza kuendana na muda. Kwanza tutagawa muda katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza dakika 3 au 5 tutauliza maswali ambayo hayatozidi mawili. Katika kipengele cha pili tutaangalia uwasilishaji wa mada yetu, na kipengele cha mwisho dakika 5 tutaangalia maswali na maoni. Kwa kwanza tutaanza kuuliza swali la kwanza ambalo mwalimu wa darasa ni nani? Dakika zetu hazitozidi 3. Sote tunaweza tukawa walimu wa darasa. Kama jana, unaweza ukawa mtaaluma au ukawa mkuu kulingana na tauzi. Lakini vile vile hata wewe mwalimu wa somo unaweza kuwa mwalimu wa darasa. Sasa tunataka kufahamu mwalimu wa darasa ni nani? Mtu yoyote anaweza akajibu. Mwalimu wa darasa ni nani? Mwalimu yoyote anateuliwa kuongoza darasa. Sheikh hapa amesema mwalimu wa darasa ni mwalimu yoyote ambaye ameteuliwa, amepewa nafasi ya kuongoza darasa. Swali letu la pili, tunaomba tupate kwa ufupi majukumu yapi au majukumu gani ambayo mwalimu wa darasa anapaswa kuwa nayo. Tupate at least au angalau majukumu 4 kwa upande wa kina dada na kwa upande wa mashehe. Majukumu ya mwalimu wa darasa ni yapi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majukumu ya mwalimu wa darasa yako aina mbalimbali, lakini mojawapo katika hayo kuhakikisha kutambua mahudhurio ya watoto wa darasa lake. Maana yake atambue waliohudhuria siku ya leo ni hawa na wale ambao hawakuhudhuria ni hawa. Assalamu alaikum. Sikia jukumu la kwanza hilo, kwamba ni lazima yeye asimamie mahudhurio ya wanafunzi wa darasa ambalo yeye ndio jukumu lake. Pili, kutambua na kujua maendeleo ya mtoto mmoja na kujua uwezo wao. Mashaallah, tumesikia jukumu lingine kwamba mwalimu wa darasa ana jukumu au wajibu wa kujua na kuchambua maendeleo ya mwanafunzi mmoja. Jingine, kujua tabia za watoto darasani. Pia tumesikia jukumu jingine ni kujua tabia au nidhamu za wanafunzi kila mmoja darasani. Jukumu jingine, kuhakikisha vipindi vyote vinavyostahili kufundishwa kwa siku hiyo vimefundishwa. Tumesikia kwa vile yeye ndio kiongozi wa darasa, kwa hiyo anapaswa kusimamia ufundishwaji, kuhakikisha kwamba vipindi vyote vimefundishwa katika siku husika. Fanya mawasiliano na wazazi kama kutakuwa na changamoto yoyote inayohusu watoto. Kama mwalimu wa darasa ndio daraja kati ya wazazi pamoja na wanafunzi, kwa hiyo yeye anafanya mawasiliano. Kwa hiyo tumeona baadhi ya wenzetu wametaja majukumu mbalimbali ambayo mwalimu wa darasa anapaswa kuwa nayo. Kwa hiyo dakika zetu zinazofuata tunaenda kuwasilisha mada husika kama mada inavyojieleza, majukumu ya mwalimu wa darasa. Kwa hiyo tutaangalia majukumu hayo ni yapi.
Tunaona jukumu la kwanza ambalo anapaswa kuwa nalo mwalimu wa darasa ni ufundishaji na taaluma, kuandaa na kufundisha masomo kulingana na muhtasari pamoja na kupima maendeleo ya wanafunzi. Kwa hiyo jukumu hilo sio la mwalimu wa darasa tu, bali ni jukumu la kila mwalimu, kwamba mwalimu ana jukumu la kuandaa kile ambacho anaenda kukifundisha kupitia muhtasari husika, aidha kwa wale ambao wanafundisha mashuleni na wale ambao wanafundisha mahadi. Jukumu lako wewe sio tu jukumu la mwalimu wa darasa, ni kufanya maandalizi kulingana na muhtasari husika. Jukumu la pili ni nidhamu na uongozi. Tunaambiwa kwamba kusimamia nidhamu ya wanafunzi darasani na shule, mahadi kwa ujumla, pamoja na kuongoza shughuli darasani. Hilo ni jukumu la mwalimu wa darasa, kwamba anatakiwa, kama tulipopewa jibu mojawapo kwamba yeye ndio kiongozi wa darasa, yeye ndio msimamizi. Kwa hiyo anatakiwa kusimamia nidhamu darasani. Lakini nidhamu tu darasani haisimamiwi na mwalimu wa darasa peke yake. Nidhamu inasimamiwa na walimu wote. Haiwezekani mwalimu anamuona mtoto anaenda kinyume na maadili, leo anavunja nidhamu, anasema kwamba mwalimu wa darasa ndio mhusika. Wewe ndio mhusika kulingana na muda husika, lakini mwalimu wa darasa yeye ni kiongozi, kwamba anasimamia, anatakiwa kufahamu nidhamu za wanafunzi wote darasani. Utunzaji wa kumbukumbu, hilo ni miongoni mwa jukumu kuu ambalo mwalimu wa darasa anapaswa kuwa nalo, kuweka kumbukumbu za mahudhurio ya wanafunzi, alama za mitihani na kumbukumbu za maendeleo ya kila mwanafunzi. Ni jukumu kuu ambalo endapo wewe utateuliwa kuwa mwalimu wa darasa unapaswa kuzingatia, kwamba cha kwanza ni kuweka kumbukumbu za mahudhurio ya wanafunzi. Kila siku kuanzia Jumatatu aidha mpaka Jumamosi, unapaswa mwalimu wa darasa kufahamu nani aliyefika shule na nani ambaye hajafika, kwa kuangalia mahudhurio ya wanafunzi. Kama kuna changamoto, wewe ndio unapaswa kuzitatua changamoto hizo kutokana na mahudhurio ya wanafunzi wako. Pia alama za mitihani. Tunafahamu wewe ni mwalimu wa darasa, lakini kuna walimu wa masomo mbalimbali. Mwalimu wa darasa anatakiwa kukusanya matokeo ya wanafunzi wote na kuangalia alama zao, ili kufahamu changamoto ambazo baadhi ya wanafunzi wanazo na njia gani anaweza kuzitumia, au kuwashauri mtaaluma na walimu wengine kuwasaidia watoto wenye changamoto. Pia kumbukumbu za maendeleo ya kila mwanafunzi, ndio hizo ambazo unaweza kuzipata kwa njia ya mitihani, aidha ya wiki, ya mwaka au nusu muhula, pamoja na mengineo. Vile vile ustawi wa mwanafunzi, kufuatilia hali ya afya na maendeleo ya wanafunzi na kutoa taarifa kwa wazazi na uongozi wa shule mahadi pale inapobidi. Tunafahamu kwamba baadhi ya shule zetu watoto wanakaa boarding au wanakaa mashuleni, yani wanasoma wakiwa wapo shuleni. Kwa hiyo wale watoto ambao wanasoma wakiwa shuleni, mwalimu wa darasa anapaswa pia kuwafahamu ni watoto wangapi ambao wanakaa pale shuleni katika boarding. Kwa hiyo kama wana matatizo yoyote yanayohusiana na afya, mwalimu, ukimwachilia mbali matron au patron, mwalimu, kwa sababu wewe ndio kiongozi, unatakiwa kujua ustawi wa mwanafunzi wako darasani. Kwa hiyo wewe utafuatilia kwa kushirikiana na patroni au matroni pamoja na mzazi. Mazingira ya darasa, kuhakikisha darasa ni safi na lina mazingira rafiki ya kujifunzia. Pia tunafahamu kwamba ili watoto wajifunze katika hali ya kupata maudhui husika kwa ufanikishaji, ni lazima mazingira yawe safi na salama. Kwa hiyo aidha mahadi au mashuleni, tunafahamu walimu wa darasa kazi yao ni kusimamia mazingira darasani, aidha kama viti ni vibovu au kama darasa ni chafu na kadhalika. Mwalimu wa darasa ana jukumu la kuhakikisha kwamba darasa linakaa rafiki muda wote. Pia ushauri na malezi, kutoa mwongozo wa ushauri wa kitaaluma na kijamii kwa wanafunzi. Tayari umeshapata matokeo, umeshajua changamoto ambazo zinawakabili wanafunzi wako. Mwalimu wa darasa, miongoni mwa jukumu lake kubwa ni kushauri. Anapoona mtoto anaenda kinyume na maadili, anapoona mtoto ana changamoto za kujifunza, yeye ndo anapaswa kutoa ushauri. Anaweza kumpa ushauri mwanafunzi
au vile vile anaweza kutoa ushauri kwa mwanafunzi pamoja na mlezi au mzazi wake. Pia kupitia na kutunza daftari la mahudhurio ya wanafunzi kwa kila siku. Tunaona hilo ni jukumu kuu la mwalimu, kwamba anapaswa kupitia lile daftari ambalo tunaita attendance list, wale wanaohudhuria na wale wasiohudhuria. Kama hawajahudhuria, ni changamoto gani ambazo zimewapata. Kwa hiyo anaweza kuwasiliana na wazazi wa wanafunzi wale wakuu ambao ni wanaotoka nyumbani, na kama wale ambao ni wabweni, ni njia gani ambazo wanaweza kutumia kuweza kutatua hizo changamoto ambazo zinawakabili. Tunaona nukta ya 8 ni kuweka kumbukumbu za mahudhurio kwa vipindi vyote, kwamba kuna daftari lile linalotumika katika shughuli, kwamba mwalimu anapoingia darasani na mwalimu anapotoka anapaswa aidha kuweka sign au alama ya kuonyesha kwamba mwalimu husika amefundisha vipindi husika. Kwa hiyo aidha mahadi au mashuleni, mwalimu wa darasa anapaswa kufahamu mwalimu ameingia, na kama ameingia amesaini kuonyesha kwamba amefundisha na nini katika siku hiyo amefundisha, aidha ametoa mazoezi au amefanya nini. Kwa hiyo mwalimu wa darasa ndio kiongozi kabla mtaaluma, yeye anapaswa kufahamu maudhui ambayo yamefundishwa au yamefikishwa kwa siku husika. Kutoa taarifa za mahudhurio ya wanafunzi kwa mwalimu wa taaluma na zamu. Kwa hiyo endapo tayari ameshafahamu, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa darasa, watoto ambao wamehudhuria na wale ambao hawakuhudhuria, changamoto zipi ambazo zinawakumba, kwa sababu mtaaluma au mwalimu wa zamu anapoona mtu hajahudhuria shuleni, aidha yeye hajui changamoto au tatizo ambalo linamkabili yule ambaye hajahudhuria aidha shuleni au darasani. Kwa hiyo mwalimu wa darasa ana jukumu la kufuatilia ni kwa nini mwanafunzi husika hajahudhuria, na akiwa ameshajua changamoto ambazo zinamkabili huyo mwanafunzi, anatakiwa sasa kupeleka zile taarifa kwa mtaaluma pamoja na yule mwalimu wa zamu ili kuweza kujaza taarifa kwa usahihi. Mwisho tunaona majukumu haya yanalenga kujenga misingi imara. Kama tulivyosema kwamba wewe muda unaweza wowote ule kuchaguliwa kuwa mwalimu wa darasa. Wewe unapaswa kufahamu, endapo utakuwa mwalimu wa darasa, ili darasa lako liwe imara, matokeo yake yawe mazuri na ya kuridhisha, ni lazima uwe na kufuatilia yale majukumu yote yaliyoainishwa pale katika screen. Vile vile walimu majukumu imara, kujenga misingi imara ya elimu na tabia njema kwa wanafunzi. Kwa hiyo mwalimu wa darasa anapofuatilia wanafunzi mara kwa mara, kujua tabia zao, kujua maendeleo yao, anawatengenezea wanafunzi kuwa kama tunavyoona pale, kuwa na elimu na tabia njema kwa wanafunzi. Tabia njema haijengwi bila kuwa na usimamizi. Sasa katika darasa, msimamizi au mwenye jukumu la kuifanya darasa liwe na tabia njema ni mwalimu wa darasa. Kwa hiyo mwalimu wa darasa anatakiwa kufuatilia mara kwa mara. Kama mtoto anaenda kinyume na maadili, aidha yeye ndio mshauri mkuu kwa yule mwanafunzi, na anatakiwa kumfanya rafiki ili aweze kujua changamoto na njia ambazo anaweza kuzitumia kuweza kuzitatua hizo changamoto. Pia kama inavyoelekezwa katika miongozo ya elimu. Kwa hiyo pia tunafahamu aidha katika miongozo ya dini pamoja na miongozo ya elimu ya mazingira inaongoza kwamba ili mwanafunzi awe atoe matokeo yenye tija, ni lazima awepo na msimamizi. Kwa hiyo msimamizi katika maeneo ya shule ni mwalimu wa darasa. Nimewasilisha mada yangu katika hizo dakika ambazo tumesema, na sasa dakika zilizosalia nauliza tena maswali yasiyopungua matatu, pamoja tutaruhusu maoni. Kama kuna maswali bwana.